Kilichokuwa kinasubiriwa ni kauli ya Tundu Lissu mara baada ya kuzuia kuingia Angola na kunyang'anywa hati yake ya kusafiria. Ni ipi kauli ya Tundu Lissu? Yeye mwenyewe ameweza kuandika katika kurasa zake za mitandao ya kijamii. Ameanza kwa kuandika, serikali ya Angola imezuia viongozi na wakilishi zaidi ya 20 wa vyama mbalimbali vya siasa barani Afrika waliowasili Luanda mchana leo kwa ajili ya mkutano wa siku 2 wa vyama vya siasa uliokuwa ufanyike Benguela kuanzia kesho. Pamoja na mimi kuna makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othmani Masoud Othmani, na mjumbe wa ACT Wazalendo, rais wa zamani wa Botswana Ian Kham, waziri mkuu Lesotho Moekiti Majoro, na viongozi waandamizi wa vyama vya siasa kutoka Afrika Kusini, DRC, Eswati, Kenya, Malawi, Marekani, Msumbiji, Namibia, Sudan, Tanzania, Uganda na Ujerumani. Viongozi wote hawa wamezuiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dr. Antonio Agostinho Neto tangu tulipowasili majira ya saa 6 mchana. Hati zetu za kusafiria pamoja na mizigo yetu imechukuliwa na maafisa wa uhamiaji, na hadi sasa hatujapatiwa huduma yote wala kuambiwa kwa nini tumezuiwa. Kwetu sisi wa Tanzania, wananchi wa Angola ni ndugu zetu na Angola ni nchi rafiki. Sisi ndio tuliompa hifadhi ya kisiasa rais wa kwanza wa Angola Dr. Antonio Neto na wapiganaji wake wa MPLA wakati wanaanza harakati za kupigania uhuru wao miaka ya mwanzo ya 60. Tuliwaunga mkono kwa hali na mali wakati Angola ilipovamiwa na kukaliwa mabavu na beberu wa Afrika Kusini baada ya uhuru wa mwaka 75. Tulikuwa pamoja nao katika nchi mstari wa mbele wa ukombozi wa Zimbabwe, Namibia, Afrika Kusini zilizoongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tuko pamoja katika jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC. Kwa pamoja sasa kuwa pamoja kwenye SADC, sisi wa Tanzania hatuhitaji visa kuingia Angola. Mkutano tulioalikwa kuhudhuria hapa Angola ni mkutano wa hali kwa mujibu wa sheria za Angola. Kitendo cha serikali ya Angola kutuzuia kuingia Angola hakielezeki wala hakikubaliki. Ni kitendo kinachodhihirisha kile ambacho wengi tulikuwa tukihisi, kwamba serikali ya nchi hii inatawaliwa kiimla huku ikijifanya kuwa Angola ni nchi ya kidemokrasia. Hivi ndivyo amemalizia kuandika Tundu Lissu mara baada ya kuzuia kuingia Angola na kunyang'anywa hati yake ya kusafiria.